Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika kipindi chako kizuri cha Iftar and Chill. Leo nikiwa naye Sheikh Ali na pia nikiwa naye Zuhra, tukitaka kuangazia masuala hasa ya Lailatul Qadri. Tunavyojua Lailatul Qadri ni usiku wenye cheo, na leo tutataka kufahamu mengi kuhusiana na Lailatul Qadri, haswa tukiangazia kuna ibada ambazo huwa tunazifanya ndani ya Lailatul Qadri, lakini huenda hatujui maana yake. Labda unafanya ibada hiyo lakini haujui labda dua hii ninayoisoma ina maana gani. Je, unapoweka Qur'an kichwani ina maana gani? Basi leo tukiwa na Sheikh na pia Zuhra tutaweza kufafanua mengi kuhusiana na swala hilo, na inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Karibuni tena. Asante Haifa. Naamini jamani, chai imekuwa tamu. Alhamdulillah, tunashukuru. Iftari imekuwa nzuri. Sijajua mnatupatia iftari kubwa hivyo. Nifikiria ni ile Wajua kidogo ya kuingia tu kwa set chai, tu. ni iftari tosha. Uje kwa hiyo Kwa nani? Ni iftari tosha. Za kwa kuna mwenzako anatumia tendo pekee. Hayuko hapa. Naam, bismillah. Tulikuwa tunataka kufahamu kuhusiana na haswa Lailatul Qadri, pia kwa nini ikawa Lailatul Qadri yenyewe, na pia amal za Lailatul Qadri, pia zaidi kufahamu undani wake, kwa nini sisi tunazifanya amali hizo. Naam, bismillah. Kwa ukweli itakuwa, unajua nimepata kinasaidia kwenda na swali moja moja nikiload nyingi ongeza. Ukipata hivi zote kidogo naweza kuvunjika mgongo. Nitaenda peke yangu. Tu kwa chenye Haifa amesema. Kuongeza? Mimi shida si kupunguza. Twende tu point moja moja. Mimi mwenyewe hata sija kusikumbuka hizo swali zote. Tuanze na nini hasa Lailatul Qadr? Wakati tunasema Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Hizo swali mbili. Haya. Sawa. Anza na hiyo, nini hasa Lailatul Qadr? So basically speaking, sisi kama Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unajua anapenda waja wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda waja wake. Na unaweza kujua Mwenyezi Mungu alikupenda katika kitu cha kwanza kabisa, alikuumba. Na katika tunasikia nini? Wajalau nini? Khalqan sawia, akakuwekea umbo ambao ziko sawa. Macho mbili, moja iko hii side, moja iko side. Unaona vitu vizuri. Ndio. Yes. Alhamdulillah, mapua akaweka huku chini na kuweka shimo moja, akaweka mbili tofauti. Funniest thing people don't know, unajua leo nimesumbuka na mapua kwa ajili ya mafua kidogo. Watu wengi sana wajui Mwenyezi Mungu ametuumba in ways that hata huwezi kuimagine. Kweli. Wewe unafikiria uko na mapua ngapi wewe? Ni pua moja but two nostrils. Yes, but in reality unafikiria ati mapua yako imefungika, si ndio? Ati moja imefungika. In reality uko na mbili but moja ndio inafanya kazi at a time. So zinabadilishana. So selezi kibadilishana, hiyo moja ndio ilikuwa na shinda, ndio una realize. But in reality kibadilika, so ni kama Mwenyezi Mungu kulikuwa na issue nini, uchafu sijui nini. Ni si kitu ya kawaida. Yaani ndio mmoja anasema imagine. Yes, imagine kuna mjamaa mwingine alikufa few years ago. Yes, anaitwaje huyo mjamaa alikuwa anatembea kwa ile wheelchair, even though alipatikana kwa Epstein files. Alikufa, anaitwaje huyo mjamaa? Scientist Hawkins. Unajua alikuwa ni katika atheist. Yes. So kuna mmoja sasa, unajua sisi zingine wewe unakuwa famous as the most brilliant intelligent scientist. But in reality kuna hiyo media ndio inakupatia hiyo dim light. Ni dim light. Dim light ni opposite. Rim light. Kuna light fulani unaekelewa. Spotlight. Watu wa media mnajaji na za light mingi sana. Alhamdulillah. Ndio ulikuwa nenda kwa ring light. Kama kidogo tu. Sasa unaona, sasa mwenzake anajikuta, inasemekana huyu mwenzake yeye pia alikuwa ni nini, lakini yeye ni Mkristo na anaamini Mungu. Na sasa siku moja ni yeye ama mwingine katika hao atheist akakuja kwangu, akakuta niko na kitu hivi nimetengeza. Unajua wazungu zingine wanaa kazi. Siko baya. In Kiswahili hauna kazi inamaanisha kuna kazi zingine unafanya, mtu wa kawaida akikuona atakushangaa unafanya nini. Hauna kazi. Lakini kwake ni kazi. Ukienda kwa Swahili dictionary, that's what it means. Si ya kwamba you are
hauna kazi. Lakini kazi inafaa, it doesn't make sense to us, so hauna kazi. So ametengeza hizi structure tudogo ni kama ametengeza universe, inaitwaje, galaxy. So zimesimama, zimekaa nini, very nice. Na ni kidogo ni delicate, si kitu ya kawaida. Anasema aliingia huyu rafiki yangu atheist, mwenye amini Mwenyezi Mungu, ama kwa Kiarabu anaitwa mulhid. Kwa Kiswahili sio anaitwaje? Iko na jina one word. Tutafahamu hilo baadaye inshallah. Let us go with atheist for now. Kitu moja mimi nimependea program Iftar and Chill. Unajua sisi zingine, unajua tuko baada ya Ramadhan tunafaidika kalima wadu. Unajua vile tumezoea si wa Kenya kuongea kizungu mingi, hizi words tunasahau na tunajaribu kutuza na kukuza Kiswahili. Now let us go back to the solar sasa system. Ametengeza hiyo kitu. Anasema kaingia kwangu akaniuliza, nani ametengeza hii? Akasema it came from nothing. Nilitokeza hiyo, nilikuta tu hapo like imejipanga tu, sana imekaa hivi, nini imekaa hivi, nini very random. Akaniangalia hivi, akajua cause najua ni watu wenye akili sana, wasomi. Akajua anajaribu kumtukana, kumwambia wewe na hii unaniuliza imetoka wapi? Wewe mwili yako uzuri nini. Hiyo yote Mwenyezi Mungu akupatie na uone. Hizi ni alama Mwenyezi Mungu anakupenda. Katika vitu ambavyo inaonyesha Mwenyezi Mungu anatupenda. Sisemi Mwenyezi Mungu anatupenda sisi Waislamu zaidi kushinda hao wengine. But kama wewe uko na ule the best prophet, you are special already. Kweli. Usidhani kingine. But Sheikh, prophet ni unasemaje? Nabii. He was sent to everyone. He's rahmatul lil alamin. Everyone. Wewe mwenyewe sasa ndio unaamua tu. Sasa kuna wale mkubali, kuna wale. You see, usually wale wakisema wanagawa zama na mitume. Mimi kuna rafiki yangu ndatoka kidogo kwa point. Munirudishe ama mseme niendelee. Sheikh, tunafaa kurudi kwa Lailatul Qadr. Ni semeni niiseme ama niendelee na hiyo point ile? Kwa Lailatul Qadr. Hatutaki kukosa hizi masiku. Tunajua yani historia ulizonazo ni nyingi sana. Haziishi leo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sisi kama Waislamu alitupatia taufiki, akatupenda. Yes, katika Qur'ani Mwenyezi Mungu amerudia hii aya mara mingi sana. Arsalna fikum, kwenyu, rasulan, mtume, minkum, mmoja miongoni mwenyu. Ini mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na beside that Mwenyezi Mungu akatupatia kitu kinaitwa Lailatul Qadr. Sasa hii ni intro. Hii ni intro. Yes. Lailatul Qadr. Sasa Lailatul Qadr nini? Qur'ani yenyewe inatuelezea Lailatul Qadr ni nini. Unajua mimi nisianze kusema ati mimi nilisema, mimi ndo nasema. Lailatul Qadr ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu acha mwenyewe aeleze. Ndiyo. Anasema inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Unajua hivi ndo watu, hiyo ndo Lailatul Qadr watu wanajua inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Inna anzalnahu tumeishusha katika usiku chenye tukufu. Kitukufu. Chenye cheo Qadr. Yes. Wama adraka ma Lailatul Qadr. Nini hasa? Unajua hata Lailatul Qadr nini? Do you even know what is Lailatul Qadr? Mwenyezi Mungu anasema okay. So ni kama hujui. Inaitwa swali istinkari katika Kiarabu. Yaani ni swali yenye ni kama kushtua hivi kidogo, kidogo hivi, alafu unakupatia jibu. Wewe hujui Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairu min alf shahr. Lailatul Qadr ni bora zaidi ya 1000 month. Sasa mimi sijui hapo Mwenyezi Mungu akisema shahr ni shahri ya kawaida ama ni shahri ya different time. Yes. Call me crazy. Call me opinionated. Inaitwaje kwa Kizungu ustadha? Wa Kizungu sawa, teacher. Let's go with opinionated if I'm right. Karibu opiniata. Sasa Mwenyezi Mungu anaongelea usiku enye iko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan.
Si ndio? Ndio. Mwenyezi Mungu anasema hii usiku yenye tayari iko better than 1000 month, si ndio? Na sisi tunajua katika Ramadhan. Je, Mwenyezi Mungu anahesabu hii siku na siku za kawaida ama anahesabu na siku mtukufu za mwezi mtukufu wa Ramadhan? Mimi sijui. But ukarimu wa Mwenyezi Mungu. It's mind-boggling to actually think about it. Because you see like tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. And like tayari kila kitu like it's insane. Yeah, imeongezeka zile thawabu ambazo tunapata on normal days in the holy month of Ramadan. Now imagine this Laylatul Qadr falling in a night of the holy month of Ramadan. Yes. And we don't know which timing actually anaitumia. Oh, subhanallah. Okay. Alafu Mwenyezi Mungu anaendelea, khairun min alfi shahr tanazzalu. Unajua Kiarabu ni lugha yenye fatha na kasra inabadilisha story. Hii hapa hivi Mwenyezi Mungu tanazzalu au tatanazzalu. Katika Kiarabu tanazzal, tatanazzal hizi zinaingia katika kategoria nini? Kushuka kwa wingi. Si kushuka tu ati malaika ameshuka. Anzala ilayhi ruhul qudsi, ruhul amin, sijui nini. Anza ni moja pia amemshushia. Malaika wanashuka hivi wengi. Like hii ni inaonyesha vile idadi ni kubwa. Uzito wa hofu pia. Malaika wanashuka. Mkule hapa ikitu wa ruhu. Sasa hapa hivi sitaki kuingia hapa. Sitaki kuingia hapa. Kwa nini Mwenyezi Mungu ana separate baina malaika na ruhu? Je, kuna kiumbe kingine yenye sio ruhu? Ndio mimi nilikuwa nataka kuuliza hilo swali. Hebu tueleze maana hiyo ruhu ni nini? Uende labda mtu tunasoma Qur'an na tukisoma tafsir tunasoma labda atuelewi kama ni malaika ama ni Jibril ama ni maulama wako ni ikhtilaf. Again, unajua sisi tuwezi kusema kutoka kwa mfuko wetu. Ni Mwenyezi Mungu amemtaja huyu kiumbe kwa mara katika Qur'ani. Sisi tulikuwa tumjui kabla hapo. Si ndio? Maana ni malaika ti wa ruhu. Yes. Baadhi wanasema kwamba ruh ni kiumbe kingine enye sio Jibril, sio Mikail, sio katika malaika, like it's a whole different thing. Na kuna baadhi ya hadithi zinajaribu kumwelezea kwamba ruh katika kuna sikumbuki ya wengine ruh min amri rabbik. Ruh ni katika amri za Mwenyezi Mungu. Sasa unajua baadhi ya vitu unaona sasa mimi nikitaka kutengeza hii, yes, kuna process. Si ndio? Kuna vitu zenye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinaitwa katika kategoria ya kun fayakun. Amri ya Mwenyezi Mungu amesema ikakuwa. Unaona? Baadhi wanasema ruh ni katika viumbe very special wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na very high level na nini, tofauti na malaika kidogo. Baadhi wanasema pana ruh kwa sababu inaongelea hii kuhusiana na Qur'ani na mwenye anaongelea kawaida ni Qur'ani. Yes, ni Jibril. So ruh ni Jibril. Kwa sababu hiyo aya, kwa sababu tutarudia, ni kama inaongelea Qur'ani. Si ndio? Lakini wao wengine wanasema hapana, kama ni malaika, yeye pia ni malaika. Usually wanasema uta differentiate when it is different. Yes, or it's special. Sasa wao wanasema labda ni cause special, wengine wanasema hapana, you differentiate because it's different. Either like wanasema walikuja wote hata Muhammad. Unaona? Walikuja wote hata Zuhra. Unaona? So inaonyesha kila mtu alikuja hata Zuhra, lakini hiyo inaonyesha umuhimu wa Zuhra, ama Zuhra labda iko na condition special yenye labda ingeweza kuwa vitu kama hizo. Sasa kuna hiyo ikhtilaf. Kuna hadithi nakumbuka niliona kutoka katika maimamu inasema ruh ni kiumbe kingine. Alafu anaongezea anasema unataka kujua ruh ni nani? Yes. Ruh yuko na jukumu moja. Katika jukumu zake muhimu kabisa ni kuwanusuru waumini wetu na watu wetu. Alafu inaelezea nusra si ya vita. Ushi kuona uko katika situation una debate na mtu mwenye labda mwelewani kidini. Wewe hujasoma. Si ndio? Mara kifikra kinakuja, hata ukitoka hapo hivyo, is this haifa?
Unashtuka kama ni wewe, inatokea sana. Anasema katika times kama hizo Ruh amekusaidia, amekupatia nusra Mwenyezi Mungu. Kwa baadhi ya riwayat. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr. Hii usiku ni utakuwa na usalama hadi muda wa asubuhi. Sasa unajua kila mwaka ikifika Ramadhani sisi kama Waislamu tunaumia zaidi. In the past couple of years. Na tunakuta kwamba kama saa hizi nchi Iran naona imevamiwa na maadui wa Kiislamu. Na mwaka iliyopita tulikuwa na Palestina na Gaza. Ndio. Na mwaka yake kabla. Like imekuwa hivi constant the couple of years. Inakuwaje ni salamu hiya hata matla al-fajr na watu wetu wanauliwa? How? Baadhi wanasema unajua hizi vitu za dunia si salamu ya ukweli. So Mwenyezi Mungu akisema hii salamu, what exactly is he referring to? Baadhi wanasema, unajua ukiingia peponi malaika wanakuambia ni kitu kwanza kabisa, ukiingia peponi utaambiwa na malaika nini? Ukijua uko na zawadi. Wanasema salamun alaikum. Nilikuwa nataka kusema hiyo. Hiyo imekupita mama. Haya shehe. Ya Qurani. Unaambiwa salamun alaikum. Peace ya Mwenyezi Mungu ikuwe juu yenu. Hii salam it could mean utulivu ya Mwenyezi Mungu mpaka asubuhi. Wewe unaweza kuwa katika shida, katika mtihani mnapigana ta patapa, katika moyo kuna usalama. Inaweza kuwa inamaanisha pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupatia chance kuingia katika watu wa peponi usiku. Yaani mpaka asubuhi. Hadithi pia zingine zinaonyesha indicate hivyo, mpaka asubuhi Mwenyezi Mungu amewafungua milango za pepo. Wewe uko na hiyo chance kuingia easy. Jitahidi tu kidogo. Now Sheikh, speaking of chance, na sisi kujitahidi to actually make the best out of this night. Kwa nini ikakuwa ni hili 10 la mwisho? Kwa nini isiwe 10 la kwanza, la pili? And I mean it is hidden. Hatujui hata ni usiku upi. Before I answer that, nirudie tu point ya kwanza kabisa hii nilianza. Kuna aya mbili katika sura Anzalnahu na aya nyingine yenye nasema inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, sisi tumeishusha katika usiku tukufu. So hizi mwenye baraka. So maulama wanasema Lailatul Qadr, one of also the special things yake nini? Ni kwa sababu Mwenyezi Mungu hiyo siku ndo aliamua ku reveal ama to bring down to humanity, yes, to ascend. Ascend the opposite, si ndio? To ascend is to go up. Na ku descend, to go down. Mwenyezi Mungu akatu to reveal. Yes. The Holy Quran to us. One of his biggest miracles. Because unajua kila mtume alikuwa kuna miracle yake. Yeah. But imagine the biggest miracle ni ya Mtume Muhammad. Do you know that? Unajua imagine Mwenyezi Mungu unaweza kucompare between ya kufufua maiti na kufanya nini, lakini unaona ya Mtume Muhammad is the biggest. Sitaki kusema kwa nini. Kwa sababu nyinyi mtasema natoka kwa point. Sasa turudi wapi? To your question. Yes. Sijui nijibu hii swali aje. I'm looking for a polite angle. You see, Mwenyezi Mungu ametupatia vitu kwa masharti yake. Wewe saizi ukiambiwa Zuhra, unapenda pesa? Kila mtu anapenda pesa. Zuhra. Kila mtu anapenda pesa. Zuhra. Jibu swali. Mimi ndio napenda pesa. Yes. Na pia waambiwe hizi kuanzia tarehe fulani mpaka tarehe fulani, ukienda mahali fulani uchangamkie hiyo, for example mahali fulani utafute, yes, utakuwa not billionaire, utakuwa trillionaire if it's that a thing. Siku 10 ni mingi.
Za kwenda kutafuta. Ni kidogo. Wewe baka leo unatafutaka na hujapata. Kuna watu wanakufa na hawajapata. Mungu atusaidie Allah. Sasa unaona? Unaambia utapata. Do you care ni siku 10 za mwanzo za mwezi ama za mwisho za mwezi, siku fulani za mwezi? Do you care? Okay, I wouldn't, but I would want to understand if there is a reason behind it. Like, mbona isingekuwa like, I mean, it's ama ikuwe like the whole 30 days then? Why is there a reason for this last 10 days? First of all, we don't say last 10 days. You need to differentiate between Laylatul Qadr. Laylatu in Arabic inakuwa ni moja. So this night that falls. Si layalil qadr. So it is one night. Yes. Inaangukia most probably either of the days katika hili 10 la mwisho. We don't look for Laylatul Qadr katika 10 la kwanza ama la pili. Yes. I'm sure the Prophet knew. Okay. Which night was it? Na hiyo 10 nights tukisema for 2 reasons. The 10 nights is common. Part of it is Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku 10 zake za mwisho za mwezi mtukufu Ramadhan alikuwa anaenda katu msikitini. Ibada nini? Like nisemaje? Hiyo inaelezea kwamba reason kwa nini wanaume huenda itikaf. Yes. That's because yes. Kwa sababu mtume alikuwa anafanya hivyo. That is one. 2, tukiangalia some of the hadiths indicate, some say in general, some say sijui between tarehe usiku wa 19 usiku wa hivyo, zingine zinasema only the usiku za odd ones za mwisho baka mwingine. Sasa ndio unaona Mashia sisi tuna emphasize on these 3 za kwanza, usiku wa 19, usiku wa 21 na usiku 23. Ndugu zetu wa Sunni they emphasize from after that 25, 27, 9 ni usiku wa Eid. Mostly sana ni 9 bado tuko 9 usiku wa 27 ndo wana emphasize. Sasa Zuhra umeenda shule? Sote tumeenda shule Sheikh. Mashaallah. Umeenda university? Alhamdulillah sote tumeenda. Bei ya mahari imepanda. Sasa Zuhra, wacha nikuulize hivi, ukiwa university wewe ulikuwa unasoma zaidi mwanzo wa term ama mwisho wa term kabla ya mtihani? Time exam inakaribia. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unaanza tarehe 1. Hii hakuna mahali imetaja hivyo. Mimi ndo najaribu kukupatia like my common sense. My 2 cents. Yes. Mwezi mtukufu umeanza. You have opportunity. Imagine Mwenyezi Mungu akuwekea hizi za kwanza za 10. Unajua vile tukienda hata sote Ramadhani ikienda unaona morali inaenda ikipungua. Wewe ukisoma Qur'ani mwezi mtukufu ni tofauti na mwisho. Lakini ila tukati tena unatafuta hiyo energy yote, unajikumbusha shida za ilikuwa zote, sijui madhambi nini. You come into Laylatul Qadr like different. Ni kama ni tarehe 1 ya Ramadhan. Lakini instead of focusing on cooking for your family or doing shopping for your family as men, yes, na wenye wanaenda msikiti Mwenyezi Mungu awapatie tawfik. Yes, you are focusing on ibada. Ni kama day 1 ya Ramadhan and the only focus is ibada. Hata hakuna mtu nyumbani atakusumbua. Ni Laylatul Qadr mimi sipiki leo, Laylatul Qadr tusifanye hivi. Unawaachia upumzike kidogo during lunch hours nini kama. Unaona? So ukiona zimewekwa mwisho, first of all, part of it ni nini? Uko na opportunity kumaliza mwezi mtukufu Ramadhan on a high note. 2, hatujui usiku ni lini. Naweza kukuelezea kwa dakika 2 ukinipatia time. Kama sina time tukunywe chai turudi. Inshallah Sheikh, acha tuchukue. Nakubali haraka kuniacha. Acha tuchukue pumziko, tukirudi tutaanzia pale pale ulipoachia. Zuhra, naamini utakumbuka pia hiyo point. Inshallah. Alhamdulillah, mpenzi mtazamaji, naamini umepata mawili matatu kuanzia mwanzo wetu ama katika hii awamu hii kuhusiana na ile swala zima la Laylatul Qadr. Sheikh ameweza kuelezea mambo kadha wa kadha, na naamini tukirudi katika awamu ya pili tuweza kuendelea tena. Acha tuchukue mapumziko kidogo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena katika kipindi chetu kizuri cha Iftar and Chill, na naamini unaweza kufaidika zaidi na maongezi haya na kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na Laylatul Qadr kupitia Sheikh
na pia Zuhra, tukizidi kujua kufahamu mambo mengi, na naamini kuna mengi ambayo ameweza kutuandalia siku ya leo kuhusiana na swala zima la Lailatul Qadr, na tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibuni tena. Asante Haifa. Sheikh, tukiendelea na pale ulikuwa umeachia, tulikuwa tunaendelea kidogo tupe story, lakini bismillah. Na I'm really looking forward to the part ya kuelewa kuhusu amal za Lailatul Qadr. Unajua athari ya chai kwa akili ya mtu ni kufungua levels tofauti za layer za akili. Mimi sikumbuki tukiwachana nilikuwa kwa layer ipi ya mazungumzo yetu. Ni unajua mkinizuia inapotea. Tulikuwa tunazungumzia kwa nini hizi siku wa Lailatul Qadr ukawekwa katika 10 la mwisho. Yes. Na hatujaambiwa haswa ni usiku upi. Na you see, obviously nimefanya hivyo ili watazamaji wa nyumbani pia wakumbuke tuko wapi. Now unaona, hii si usiku hatujui. Na vile nilikuuliza hapo hivyo swali Zuhra, ukiambiwa usiku 10 utatafuta, si ndio? First of all, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua sisi wanadamu. Kwanza kuna hadithi inaonyesha mtume ni kama anajua watu wa zama za mwisho. Sasa zingine ukisoma baadhi ya hizi hadithi unaona mtume ni kama anakujali wewe leo. Kuna katika Sahih Muslim kama sijakosea, inasemekana mtume aliswali akashikanisha swala yake dhuhuri na akashikanisha na asr, yani akafanya jamaa. Kwa sababu unajua ndugu zetu wa Sunni wanasema unafanya jamaa tu kama uko katika safari ama dharura. Lakini sisi tunasema hakuna dharura. Sasa hii hadithi yenye kwa Sahih Muslim inasema Mwenyezi Mungu mtume kuna siku alifanya jamaa, kulikuwa hakuna mvua, hakuna shida, hakuna nini. Mtume akasema nini? Kuna siku itakuja baadhi ya watu wenye itakuwa sitaki kuwa na shida, haraji kwao, kusikuwa na uzito kwao. So imagine Mwenyezi Mungu anajua sisi, Mwenyezi Mungu ametumba, anajua vile system itakuwa. Imagine Zuhra unaenda job, si ndio? Wewe unaenda job, mimi pia niko job. Baadhi yetu we don't care. Mimi naenda Lailatul Qadr ni keshe, nisome dua mpaka asubuhi, nikunywe nilale 2 hours na niingie job. Na ukunywa kahawa. Nimekumbuka siwezi. Suhur, semia suhur. Hiyo hata isaidi. Hapo kwa Lailatul Qadr hata anapata kahawa. Si anabeba? Lailatul Qadr napata kahawa, nisikudanganya. But ukikuwa active hata kahawa pia isaidi. Yani it's not the biggest element there. So what happens, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua wewe saizi unaona Saturday, kama Lailatul Qadr kiangukia Saturday usiku ama Friday ama nini, unakuta hiyo time ndio uko na chance. Si kila employee mwenye atakuandika kazi atajua hivyo. Si kila mmoja ni Muislamu. Si kila baadhi akina mama labda atakuwa katika udhuru. Kiufiki hakuna shida kuwewe kufanya ibada na Lailatul Qadr. Ukiwa katika udhuru ni dua, unaongea na Mungu wako kwa macho, unafanya kia hakuna issue beside hizi vitu zenye zinaingia katika kategori yenye unazuiliwa. Si ndio? So lakini sio sote tunaweza kupata opportunity hizi hiyo siku moja tuipate, cause pia utafeel vibaya, cause unajua imagine wewe umekosa Lailatul Qadr. Wewe unafikiri utajiuliza Mungu kwa nini umeninyima Lailatul Qadr? I think first thought itakuwa si afadhali tu ingekuwa hizi siku zote, hata nikikosa Monday naenda Tuesday, ama nikikosa Tuesday naenda Wednesday. Unaona? Yes, kuna siku zingine zimeko, but hii ni siku muhimu sana to all of us. Mungu anatupatia opportunity, hakutuambia first tutufanye nini, to strive, tujitahidi hizo siku kadhaa. You never know, labda you need extra push, extra nini, reflection during hiyo time ndio wewe kurudi, kwa sababu just kitu moja yenye tunataka tufanye katika Lailatul Qadr, this is part of amal na comment, alafu nimalizie, alafu turudi officially to the amal. Wanasema when you do istighfar, it's good you remember the particular sin that you did. Ukifanya istighfar, hiyo dhambi yenye ulifanya particularly hiyo uikumbuke. Mwenyezi Mungu nakuomba msamaha kwa ile siku nilidanganya boss wangu nachelewa, kumbe nilikuwa nalala. Mwenyezi Mungu. Yes, Mwenyezi Mungu nakuomba msamaha ile pesa bwana wangu. Yes, Mwenyezi Mungu nakuomba msamaha ile pesa nilichukua kwa bwana wangu na nikamwambia daktari ametaka pesa fulani nikaongeza kitu. Mwenyezi Mungu, like unaona, like specifically part of it. Hizi hadithi zinatajwa it's for some 1400 days ago, some of them.
lakini this is human psychology yeah. Because unaona you are, wanasema watu wa psychology wanasema nini, you are taking accountability to yourself. You don't just say Mungu nakuomba msamaha kama nimekukosea, Mungu nakuomba msamaha kwa vitu zote nimefanya. Huko una smile si. And obviously utakuwa unalia, but wewe kama mimi na wewe nikikwamba tu msamaha in general, mwezi mtukufu wa Ramadhani kianza sisi sote siku hizi by the way zimepungua, sijapata hii mwaka, sijapata mwaka imepungua, by the mwaka sijapata. Na mmoja alikuwa anauliza na watu wanakuwa arrogant sana, huu mwaka hamjakosana. Hata sisi ndo sasa hizi vile nimesema ndo nimekumbuka sijapata hata moja, sijapata hata no. Watu wanakuwa arrogant zaidi. Walikuja wakaambiwa yani you don't mean it, muliongea last year Mahadi TV ndio siku nyingine amsameheani, lakini ifika siku ya Ramadhani ndo mtaka. Iko na uzuri yake sikatai, but genuineness kusali iko na ma forwards, hiyo ndio inaleta shida. Anyway, sasa unaona mtu akikomba hivyo msamaha, wewe mtu kama mtu binadamu wenzako, Mwenyezi Mungu ni Rahman Rahim nini, but at least take accountability of your mistakes. So we can say one of the things that we need to do at Laylatul Qadr, which it can be considered ibada, is reflecting. Wewe fikirie nimefika hapa aje? What mistakes have I done this year? Let it be the audit of your year. Ikuwe ni mwaka hii unapiga mahesabu. Kwa sababu baadhi ya hadithi tuko nazo zinasema Laylatul Qadr ni usiku ambayo pia baadhi wanasema katika kadri ni kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuwekea destiny pia. Ni kama baadhi ukiona usiku wame translate hivyo. In one of the Arabic meaning ni nini? Mwenyezi Mungu anakupangia mambo yako mwaka mzima hiyo usiku. So meaning the following year from like Shawwal or what? Or from that kesho yake tu. But again usisahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe usikujua Mwenyezi Mungu amekuandikia nini. Unajua? Tujui. Mimi kuna rafiki yangu mpaka sasa ni kama alikuwa ajaandikiwa oe. Mpaka sasa inshallah tunamwombea, tumuombee. Ataoa inshallah. Kumbuka katika dua hii Laylatul Qadr isimpa hiyo ingine akuwe kama hizi picha za Instagram, yeye na bibi yake katika dua kiswali pamoja. Amin inshallah. Sasa tunajikuta kwamba wewe unafanya nini kama Mwenyezi Mungu amesata kupangia mwaka, wewe unajuaje Mwenyezi Mungu kuandikia nini? Hatujui. Hauwezi kujua unless you try. Kuna zile vitu unaweza kujaribu na kuna vitu zitakuangukia. Wewe hujui, uwezi kusema ati najaribu kutafuta mke ama bwana hivi tu randomly. Kweli. Kuna vitu una suppose ufanyie. Sasa kama goal yako iko hivyo, kuna goal yenye ni general. Hiyo yote inaingia katika wanasema mwaka ikiruka kuna now how to write 2026 resolution. This is Ramadan resolution unaandika hapa ya maisha yako. Mimi niko na shida ya kusoma Qur'ani. Mwenyezi Mungu nisaidie nijue kusoma Qur'ani vizuri. What is your plan? What are you going to do about it? Yes. Unajua pia wewe ukionyesha some action, wewe hujui Mwenyezi Mungu amekuandikia, labda amekuandikia Mwenyezi Mungu huyu mpatieni wao akifanya action. Wewe hujui? Eka resolution, mimi nataka nijue kusoma Qur'ani. Okay. Kila siku 15 minutes baada ya salatu subh mimi nafanya Qur'ani. Kuisha. Wewe kujua na kosa kujua unaachia Mwenyezi Mungu sasa. Hiyo kitu yenye unataka kwa Mwenyezi Mungu at least work toward it. Kuna vitu zingine yes ni katika hiyo kategoria la ilaha illa Allah na haina steps za kukua hivyo tu. Si ndio? Kama labda baadhi ya kina mama labda huna pesa nini kupata mtoto. Hii inaweza kuingia katika hiyo category. Unless hujaolewa na unataka mtoto, that's a different story. Yes. Okay, sana. Tuangalie kuhusu amal. Yes. Kuna huo usiku wa 19th, 21st na 23rd. Na utapata like kuna amal zinatofautiana siku zikienda. 19th tutafanya zingine, 21st tutafanya zingine na 23rd. Let us look at hiyo 19th. Sasa mimi Zuhra nataka kwenda najitayarisha kufanya amal za Laylatul Qadr za usiku wa 19th. Naanza kujitayarisha vipi? Maana kila tukiendelea unakuta kama ni ya 19 unakuta watu hawaendi ile deep kama hii inakuja ni 21. Utakuta hii ya 19 haiekwi ndefu, unaambia leo tumeni mpaka hapa. Ikifika ni 21 unasikia kuna amali nyingine imeongezeka. So basically wacha nielezee vitu viwili tofauti. Kitu ya kwanza kabisa, unajua tunaweza kuangalia kishia na kuangalia Kiislamu in general. No. Yes. Sasa tunaangalia kishia
and in general at the same time. When it comes to ibada, wanasema ile tukadhi ya kukesha, anything that is considered ibada unapata thawabu. Anything that is considered ibada unapata thawabu. Wewe labda kama wewe ni polisi na leo usiku uko shift, unachunga watu, unachunga wananchi, uko border ya Kenya sijui na wapi, hiyo ni ibada. Hiyo wewe kufocus kuangalia mtu asiingie nchi yenu, hiyo ni ibada. Wewe labda ni daktari uko night shift, hiyo ni ibada. Wewe ni mzazi uko na mtoto mgonjwa nyumbani, ama mzazi wako ni mgonjwa unamchunga usiku, hiyo ni ibada. So baka hapo tumeelewa. Okay. Now, alafu kuna kategori za ibada zingine zenye ni general. So unajua kuna kitu unatakana pia mwenyewe unajijua, I can do this, na kuna kitu ndafanya yenye kiibada mimi naipenda. Unapenda kusoma Qur'an? It's okay. Soma Qur'ani the whole night. Kusoma Qur'an ni ibada. Si ndio? Kuna istighfar na tumesema tuifanye nini? Si ndio? Katika sasa hizi ni vitu general. Inaingia kwa ushia usuni kwa kila mtu. Yes. Sasa sisi tofauti yetu nini? Sisi kama wafuasi wa Ahlul Bait na baadhi ya usuni wenye wanafuata baadhi ya maimamu ama baadhi ya maulama wenye wamepatia advice ama wamepata, kuna zingine ni hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna some specific amali zenye zimetajwa. So kwetu sisi Mashia kuna general amali zetu tunafanya, one of them ni tauba. Unaona kuna istighfar. Ndio. Katika amali zingine zenye watu tunaambia watu waanze nayo ni ghusl. Hiyo Masai kiingia unafanya ghusl baada ya magharibi kwa nia ya Lailatul Qadr, na Mwenyezi Mungu inshallah kusamehe madhambi zako, kuosha madhambi, utoke kama ukitoka potoka msafi inshallah. You never know. Hiyo nia yako na vile unajitahidi, unaweza kuta kila Mwenyezi Mungu last year alikusamehe madhambi yako yote, lakini wewe ku take it seriously, hii mwaka umejaza madhambi kama hata zile zingine ziku So share katika hizi amals, can we say like tunaweza kuziweka into two categories, labda zile mustahabat na zile wajibat, ama all of them are mustahab? All of them are mustahabat. Okay. So generally the mustahab is amal, hizi ni recommended, we can't call them mustahab. Okay. So kukesha Lailatul Qadr mustahab. Yes. Part of it ni nini? Kwa nini sisi tunapekeza hizi amal? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bila shaka wewe unaweza kuongea na Mwenyezi Mungu kwa lugha yako, Kikuyu, Kiluya, Kiduruma, Kidigo, Kinini. Iko sawa, Mwenyezi Mungu anakubali. Lakini sisi tuko na hizi amal for few reasons. One, it's easier for most people to get to good amount of things. Yes? One. Two, unaona hii dua zetu tumeandikiwa, amal zetu tufanye, ni vitu zenye maulama wetu, labda masema imamu wetu Mtume alikuwa anafanya, yenye athari yake yeye, kila word mwenye Mtume akichagua, Ahlul Bait akichagua, iko na maana, iko na point. Wewe saizi ukianza kuketi kulilia madhambi yako, yes, ni tofauti sasa wewe ukianza kulilia madhambi yako kusoma dua Abu Hamza Tumali. Big difference. Ni kama unaongea na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama mtu wako, mbie Mwenyezi Mungu, wallah, ama unisamee kwa sababu uliona na watu wabaya, ama ulifanya nini, ama nilifanya nini. Unaona? So hizi dua na hizi amali ziko, tumesema istighfar, tukasema kuna baadhi ya amali za kusoma Qur'ani zimetajwa. Kuna amali za sisi kukumbuka Imam Ali. Yes. Usiku wa 19. Yes. Na kuna dua tele tu zimetajwa katika usiku. Kina Joshan Kabir. Yes. Joshan Kabir inasoma, kawaida inasoma katika hizi usiku. Dua smart sana. Na Abu Hamza? Na Abu Hamza ni usiku zote za Ramadhani, lakini mtu akitaka akisoma atasoma. Alafu kuna amali nyingine hapo hivyo, sijui kama mshai kuiona. Which one are you referring to? Kuna ile ambayo tunasoma dua kwa kukaa, tukiinuka, kwa kusujudu, kwa rukuu. Hiyo nayo huwa, so maelezo yake ni hivi ya kwamba unaona hiyo dua ni kutoka Imam Sajjad, Imam Zainul Abidin. Yenye inasemekana alikuwa anasoma katika kila hali ya swala, kusimama, rukuu, sujud. Na ni namna fulani ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maghfira. Kwa sababu tusikii katika Qur'ani imetajwa kuna malaika na kuna baadhi ya watu walikuwa wanafanya ibada yao ilikuwa ni sajda, ibada yao ilikuwa ni rukuu, ibada yao ni nini. So unaifanya in different nini wanasema postures, yes, and positions, na inshallah Mwenyezi Mungu akusamehe.
Na tukimalizia Sheikh, maana muda unaelekea, tuelezee kuhusiana na hii ibada kwamba tunaweka Qur'an kichwani huku tukisema dua ama tunaisoma kama tumeifungua. Hii unasema ile, naam, hiyo ndio ikuwe kimalizio chetu. So basically sisi tuko na hadithi. Kwanza tunataka tuelewe kwamba Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema fihi shifaa. Hii Qur'ani hii moja yenyewe unasoma. Ndiyo. Na magonjwa sizi magonjwa tu hizi. Ndio unaona wengine wanaandika Qur'ani wanakunywa na maji. Ndiyo. Wanasomea Qur'ani wanakunywa. Si ndio? Maneno. Kuongea tu yenye Qur'ani iko na athari. Yes, kuna watu wanasema maiti unamsomea Fatiha amekufa na akikuwa hai ina athari kwake. Iko na athari. Wewe kama unaona waizi sijui nini, kuna aya za Qur'ani inataja sana Kursi kwa ajili ya hifdhi, maudhatain kwa sababu ya hifdhi ya kijicho nini, iko na athari. Sisi sasa tunafungua Qur'ani tukufu. Enyewe mwenyewe ukisoma hizo dua mwanzo wake maelezo yake utaiona. Ukifungua Qur'ani unataka kuongea na Mwenyezi Mungu ukiangalia maneno yake. Ni kama unatumia hii kwa sababu unajua kama unaona hii Qur'ani yenyewe ndani ya Qur'ani yenyewe inasema Qur'ani siku ya Kiyama inakuja kumshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hao watu wamefanya nini? Wameweka Qur'ani mahjura, wameacha Qur'ani imekuwa kwa shelf zao inapata tu vumbi. Kama Qur'ani inakushtakia ukikosa kuisoma, sitakushtakia, itakutaja kwa uzuri kama umesoma. Kweli. So kama mimi nikiangalia Qur'ani, je, siku ya Kiyama inamaanisha Qur'ani inaweza kunifanyia shafaa? Qur'ani inaweza kunifanyia shafaa. Mimi natumia Qur'ani kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maneno yake. Allah, kwa hii kitabu chako, kitabika al-muzal wa ma fihi, na vitu ambavyo viko ndani yake, wa ma yukhafu wa yurja, antaj'alani min utaqaika minan nar, unjele katika watu wenye unawafree usiku huu, kama jina langu katika listi ya watu wa jana mnitoe. Alafu baada yake unafunga Qur'an, unasema unaekelea juu ya kichwa, unaendelea na dua. Unasema wewe kama mkono yako ukiekelea yatima iko na thawabu, na wewe ni mtu mwenye madhambi katika usiku wenye Mwenyezi Mungu ameshusha Qur'ani, imetoka juu. Ile zingine Mwenyezi Mungu wanasema anaweza kuangalia na adhabu na hasira kwa sababu madhambi yako. Wewe imagine umeekelea Qur'ani juu ya kichwa yako juu hivi, na unaomba Mwenyezi Mungu kwa hii Qur'ani nisamee, kwa hii Qur'ani yako nisamee madhambi yangu. Mwenyezi Mungu atakataa? Haizi kataa. Alhamdulillah. Before we break. Before we wind up. Utapata tunaambiwa at least have a list of the things you want to ask Allah Subhanahu wa Ta'ala for during this holy night yenye ambayo hatujui ni haswa ni gani. And you've mentioned kuhusu the duas were recommended to recite. What do you have to say about this? That's okay. As I said, unaona inaingia katika kategori ya ask and reflect. Kwa sababu unaona some of these things yenye unaandika, you can write a roadmap hiyo usiku. Kwa nini mimi hizi vitu sijazifikia last year? What is the just Allah's intervention is enough for me to get this? Yes? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa qul i'malu fasara Allahu a'malakum. Nyinyi fanyeni, Mwenyezi Mungu anaona kazi yenu. La yughayyiru Allahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu atakubadilisha chochote kama mwenyewe hujajibadilisha. Yes, Mwenyezi Mungu tayari kukupatia. Are you ready to take the steps? Write what you want. Zile zenye zinahitaji steps, andika steps. Make a plan. Have a roadmap. Go. Na kitu kingine ni watu wanasahau sana katika hizi usiku ni vitu kadhaa. Kitu muhimu kabisa imetajwa kukumbuka katika hii usiku, moja yake ni kujiombea na kuombea watu afya, health, salama. Hii ni hadithi. Ingine sisi kama Shia na bila shaka ndugu zetu wa Sunni wenye naamini Imam Mahdi atakuja, tunamwomba Mwenyezi Mungu kwanza venye ulimwengu vile inaendelea, Mwenyezi Mungu atusaidishe ni Imam Mahdi afike. Amen. Sote tukue. Na kitu ya mwisho kabisa tusisahau kutoa sadaka. So hii sadaka yenyewe tayari iko na thawabu very high. Imagine on Lailatul Qadr which is 1000 months. Katika mwezi Zohra ukitoa bob katika hii usiku inahesabika bob yenye umetoa in 1000
1000 months katika mwezi mtukufu wa Maana Ramadhani. wale wengine unakuta hakuna anakuja na excuse. peremende. Mtu anakuja na peremende anapeana. Ukitoka msikitini patiane na kina mama Na wasikuwa wavivu unatoka na na hiyo wasikuwa na excuse nini, na watoto na wanaume pia ni muhimu sana msaidia kina mama kujiandaa kwa sababu ya Lailatul Qadr. Tusikuwe selfish na ibada. Can that count as a sadaka as well? It is count as ibada, not just sadaka. Ibada na sadaka kwa sababu unamsahilishia Muislamu. Unaona ukijenga msikiti watu wanaweza kuswali kila mahali. Unawasahilishia kukua na. Kwa nini siku hizi wanaitengeza choo nzuri, maji mzuri, maji ya moto, kioo, sijui nini? Kusahilishia Muislamu akuwe na swala very good. Inshallah, naamini tuna mengi sana na Sheikh, hatuwezi waliza leo. Yaani ni kama kitabu yani. Kikifunguliwa kwanza mwanzo kifunguliwa baada ya hapo utapata. Kikifunguliwa mwanzo basi inakuwa ni mwendelezo inshallah. Shukran sana Zuhra, shukran sana Sheikh. Allah atujalie. Amin inshallah. Waje ambao tutapata rehema zake. Na tuweze kuiona hiyo siku. Amin. Shukran sana. Alhamdulillah, mpenzi mtazamaji, tumefikia tamati ya kipindi chetu cha Iftar and Chill, na alhamdulillah naamini umeweza kupata mengi, umefaidika na mengi ambayo Sheikh na Zuhra wameweza kusema, na pia tumechangia kuhusiana na mambo mengi. Najua Lailatul Qadri ni kitu ambacho kina mambo mengi sana ya kuweza kuongea, kuiangazia, lakini kwa leo acha tuishie hapa na nikutakie Ramadhan njema, wasaumu makbul.